Ndugu makamu mkuu wa chuo Muslim University Morogoro, Profesa Musa Juma Asad, lakini vile vile muwasilishaji mada mwenzangu Daktari Kayoza, pamoja na Profesa Haji ambaye ni mmoja wa wasilishaji wa mada, Dr. Makoye, Dr. Mushi, wataalamu, viongozi wa serikali, wanazuoni, mabibi na mabwana ambao kwa namna moja ama nyingine tumepata fursa hii adhimu ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Naomba niseme asalamu alaikum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi mbele yenu naitwa David Zakaria Kafulila. Ni mkurugenzi wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, Public Private Partnership Center. Kituo hiki cha ubia kilianzishwa kisheria mwaka 2014, lakini kilikuja kutekelezwa miaka 10 baadaye chini ya serikali ya awamu ya 6 mwaka 2024, na mimi nikapata hiyo nafasi ya kuwa mkurugenzi wa kituo hiki wa kwanza. Nimeomba nianze na kusema hivyo kwa sababu mada yetu inahusu mwenendo wa uchumi na nafasi ya ubia katika kujenga huo uchumi tunakuelekea mwaka 2050. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na mambo mengine, imeonyesha msukumo mkubwa kwenye thamani na umuhimu wa sekta binafsi ikiwemo ubia katika kujenga uchumi tunaofikiria. Tanzania inafikiria kwenye dira kujenga uchumi utakaofikia takriban dola trilioni 1 miaka 25 ijayo. Tanzania inafikiria kujenga uchumi ambao pato la mtu mmoja per capita litakuwa takriban dola 7,000 ifikapo mwaka 2050. Malengo haya makubwa kabisa yanahitaji maamuzi makubwa, yanahitaji ushiriki mpana ambao utafanya nchi nzima, kama sio nchi yote, kuwa sehemu ya huo uchumi unaojengwa. Kwa hiyo ndio msingi wa kusema kwamba tutathmini mwenendo wa uchumi, lakini wakati huo tukitazama dhana ya uchumi jumuifu. Sasa uchumi wetu wa Tanzania, nimekuwa nikizungumza na kurudia mara kadhaa, kwa sehemu kubwa umekuwa ukiongozwa na mambo manne ambayo unaweza kuyatumia kuutathmini. Moja ni uchumi ambao unategemea natural resources. Ni uchumi ambao unategemea mali asili. Kwa hiyo ni kwa kiasi gani tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba mali asili inatumika kubadilisha maisha ya watu, kujenga uchumi. Lakini mbili ni uchumi ambao unategemea jiografia yake, kwamba sisi ni nchi ambayo tunapakana nchi nyingi ambazo hazina bandari, hazina access to sea. Sisi tukiwa na kilomita takriban 1,500 za ukanda wa bahari, tena bahari ya Hindi. Bahari ya Hindi, bahari ambayo ndio mwelekeo wa uchumi wa dunia kwa sasa. Ndio bahari ambayo inakwenda inaamua uchumi wa dunia kwa sasa. Takribani asilimia zaidi ya 80 ya biashara duniani inafanywa kupitia bahari. Kwa hiyo mkiwa na nafasi ya bahari,
wakati mmepakana na nchi ambazo hazina bahari, tafsiri yake nchi hizo zitafanya biashara kupitia nchi yenu, na hiyo ndio faida ambayo tunayo kama nchi. Lakini jambo la tatu, uchumi wetu katika historia yake umekuwa ukiamuliwa na diplomasia yetu. Kila tulipopata changamoto za kidiplomasia, mambo hayakwenda sawa, na kila tuliporekebisha diplomasia, mambo yalikwenda vizuri zaidi. Kwa diplomasia ni msingi unaoamua ni umbali kiasi gani tunakwenda, kwa sababu kihistoria sisi ni nchi ambayo tuna engage na dunia. Lakini mwisho na nne, lakini sio kwa umuhimu na pengine ndio lingepashwa kuwa la kwanza, ni rasilimali watu. Rasilimali watu. Haya ndio mambo manne ambayo ukiyatazama yanaamua discussion ya kupima uchumi kutoka zamani hapa tulipo na hata huko tunakotaka kwenda. Nikisema hivyo na maana ya kwamba mjadala wa leo ningependa nijifunge kwenye kujadili namna gani ambavyo tumefanya na namna gani ambavyo tunahitaji kufanya zaidi kwa kuangalia hayo maeneo manne. Ukisema uchumi jumuifu, unasema uchumi unaobeba watu wengi. So swali ni kwamba ni kwa kiasi gani uchumi wetu tunaojenga unabeba watu wengi? Taanza na ripoti moja walitoa REPOA, Research on Poverty Alleviation, miaka 2006. Walisema ukiwekeza kwenye kilimo katika dhana pana, kikakuwa kwa kati ya 8% mpaka 10%, unaweza ukaukata umaskini kwa 50%. Unaweza ukaupunguza umaskini kwa 50% ukifikisha kilimo katika ngazi hiyo ndani ya miaka 3 mfululizo. Lakini kuwekeza kilimo katika dhana pana ni nini? Maana yake ni kuwekeza kwenye uvuvi, kuwekeza kwenye kilimo mazao, kuwekeza kwenye ufugaji, kuwekeza kwenye mazao ya misitu. Kwa hiyo ndio agriculture in a broad definition. Sasa tukitazama sasa kwamba ndani ya kipindi hiki ambacho tunacho takriban miaka 4, inawezekana kwamba hatujamaliza kile ambacho tulikihitaji kukifikia, lakini kuna mengi yamefanyika katika eneo hilo. Ukitazama kilimo kwa mfano, kwenye kilimo tulikuwa tuna mbolea ya ruzuku, mbolea ambayo inatolewa ruzuku na serikali. Mwaka 21 wakati wa 600 inaingia madarakani ilikuwa ni tani 600,000. Miaka 4 baadaye imefika tani 1,200,000. Imedouble ndani ya miaka 4. Hii imeongeza tija kwenye uzalishaji, kwa sababu matumizi ya mbolea kwenye wakulima na mashamba yao yameongezeka kutoka wastani wa kilo 19 mpaka kilo 24 kwa hekta. Na ndio maana sio ajabu ukisikia kwamba Tanzania ni miongoni mwa vinara wa uzalishaji wa chakula bara la Afrika. Ukiacha mbolea kwenye kilimo chenyewe katika dhana pana, kule vijijini kuna miundombinu ambayo inasapoti hicho kilimo kama barabara. Mtandao wa barabara vijijini umeongezeka kutoka kilomita 108,000 wakati wa 600 inaingia mpaka kilomita 144,000. Kimsingi ukichukua ongezeko hilo la takriban kilomita 36,000, tafsiri yake ni kwamba 25% ya barabara vijijini ambazo tunaziona zimejengwa katika miaka 4. Sasa hii ni intervention ambayo inarahisisha shughuli za kilimo huko vijijini. Hapo Dodoma ni jirani na hapa kwetu, kuna kiwanda ambacho kimejengwa ambacho
kinapokamilika kitakuwa na uwezo wa kuzalisha tani milioni 1 ya mbolea. Hii ni intervention ambayo inaonyesha kwamba tunatatua changamoto ya kilimo katika dhana ya mazao. Eneo la umwagiliaji, tunafahamu kwamba kwa takribani miaka yote, mimi nilipata kuwa mbunge wakati huo, tunazungumza kwa nini tunabaki na kilimo cha kutegemea mvua kwa miaka mingi bila hatua madhubuti kuchukuliwa. Nimekuwa mkuu wa mkoa, nimekuwa katibu tawala wa mkoa, mjadala mkubwa ulikuwa ni huo. Lakini ndani ya miaka minne, mwaka 2021, wakati wa 600 niingia madarakani, eneo la umwagiliaji lilikuwa takriban hekta 540,000. Miaka minne baadaye tumefika 980,000. Kimsingi, eneo la umwagiliaji lililotengenezwa, irrigation scheme, katika miaka minne ni karibu sawa na eneo la umwagiliaji lililotengenezwa kwa miaka 60 kabla ya awamu ya 6. Na hii unaweza kaiona pengine kwamba ni Tanzania, pengine kwa sababu kuna maeneo bado hayajafikiwa, wakafikiri pengine ni kazi nyepesi. Kenya, ambayo ina uchumi mkubwa kuliko nchi yoyote Afrika Mashariki kwa sasa, eneo lao la umwagiliaji halijafika hekta 300,000, wako takriban hekta 280,000. Miaka 63 ya uhuru wa Kenya, eneo lao la umwagiliaji ni chini ya hekta 300,000, wakati miaka 4 ya awamu ya 6 Tanzania imejenga eneo la umwagiliaji zaidi ya hekta 400,000. Hii inakuonyesha ni kwa namna gani kuna hatua ambayo inapigwa kwenye eneo hilo la kupunguza umaskini, kwa sababu sehemu kubwa ya umaskini wa Tanzania upo vijijini na upo kwenye kilimo. Kwa ukiaddress matatizo ya kilimo na umaskini vijijini, una-address uchumi, una-address umaskini katika dhana pana. Sasa hii nimezungumza kwenye kilimo mazao peke yake. Ukiangalia kwenye uvuvi, export, mauzo ya samaki nje yametoka bilioni 450 mpaka zaidi ya bilioni 600 kati ya mwaka 21 na mwaka 2024. Lakini zaidi, inajengwa bandari ya uvuvi ya kisasa kubwa kuliko zote Afrika Mashariki na ya Kati pale Kilwa, uwekezaji wa zaidi ya bilioni 270. Hiyo ni historia katika ukanda huo. Kwa hii inakwenda kupunguza umaskini katika kilimo, eneo la uvuvi. Ukiangalia kwenye mifugo kuna matokeo makubwa ambayo yameendelea. Wakati awamu ya 6 niingia madarakani, nchi hii ilikuwa na miaka 60 ya uhuru. Viwanda vya kuchakata nyama vilikuwa 3. Miaka 4 baadaye vimefika 7. Hivi ni viwanda vikubwa, vimefika 7. Lakini ukizungumza uchumi jumuifu, unazungumza zile shughuli ambazo zinagusa watu wengi. Nimezungumza hapo kwenye wavuvi, kwenye wakulima wa mazao, nimezungumza kwenye wafugaji. Unapoongeza viwanda vya nyama, maana yake unaongeza ukaribu wa soko kwa wafugaji. Lakini ukitazama hata sekta ya madini, ambayo kuna mabadiliko makubwa ilianza katika awamu ya 5, kwenye awamu ya 6 kuna mabadiliko makubwa zaidi. Wakati tunazungumza kwa muda mrefu nafasi ya Watanzania kushiriki kwenye sekta ya madini, na tukilalamika kuhusiana na changamoto ya sekta ya madini kwa sehemu kubwa kubebwa na wageni na wenye mitaji mikubwa ya teknolojia, leo kuna hatua kubwa imepigwa kwenye kuaddress changamoto hiyo. Mwaka 2021 mchango wa wachimbaji wadogo Tanzania kwenye mapato ya madini ilikuwa 20%. Kufika mwaka 2024 mchango wa wachimbaji wadogo kwenye pato la madini Tanzania imefika 40%. Kwa ukiangalia kwa wachimbaji wadogo na sekta ya madini kwa ujumla,
unaona kuna kasi kubwa imepigwa ya kuwafanya Watanzania washiriki kwenye sekta ambayo ilikuwa ni ngumu wao kushiriki kwa sababu mbalimbali. Awamu ya 6 imebadilisha leseni kubwa ambazo ni za wachimbaji wakubwa 2600 wakapewa wachimbaji wadogo. Ni maamuzi makubwa na ya kimapinduzi. Ndio sababu pengine tunaona mchango wa sekta ya madini sasa kwa wachimbaji wadogo katika pato zima la madini umeongezeka kutoka 20% iliyokuwepo mwaka 21 mpaka takriban 40% mwaka 2024. Sasa hii inajibu swali la kwamba je, tunajenga uchumi jumuifu? Kujenga uchumi jumuifu ni kujenga uchumi ambao sekta zinazobeba watu wengi ndio sekta zinazopewa kipaumbele zaidi. Ndio mantiki. Lakini nimezungumza kwamba tunazungumza kuhusiana na jiografia yetu na namna gani ambavyo inachangia inapewa attention kwenye uchumi. Kuna uwekezaji mkubwa umefanywa kwenye reli, kwenye bandari na viwanja vya ndege. Yote hii ni kwa ajili ya kutafsiri namna ya kubadilisha nafasi ya kijiografia kuwa nafasi ya kiuchumi. Sasa yapo mambo ambayo yanaonekana dhahiri shahiri kwamba leo wakati awamu ya 6 inaingia madarakani, kimsingi treni ilikuwa haijafika Morogoro. Treni leo imefika Dodoma na inaelekea Mwanza. Kuna hatua kubwa imepigwa kwenye ujenzi huo wa reli. Mimi nakumbuka nikiwa nasoma shule ya msingi mwaka 91, ile reli ya kati ilijengwa iwe na uwezo wa kubeba tani milioni 5 wakati wa mkoloni. Nikiwa nasoma shule ya msingi mwaka 91, reli ya kati ilikuwa na uwezo wa kubeba tani milioni 1.5. Nikiwa mbunge baadaye mwaka 2010, reli ya kati ilibaki na uwezo wa kubeba tani 360,000. Kwa uamuzi wa kujenga reli hii ambayo tunayo ni uamuzi wa kimapinduzi. Sasa awamu ya 6, moja ya maamuzi makubwa na ya kimapinduzi ambayo imefanyika ni kuendeleza kwa kasi mradi wa ujenzi wa reli. Mradi wa reli sio mradi wa kujenga kwenye awamu moja na kumalizika. Ni investment kubwa ambayo inachukua awamu mpaka awamu. Hauwezi kuwa mradi mmoja, kwa sababu ujenzi tu wa reli wa kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro peke yake ni mradi mkubwa. Achilia mbali network yote ya reli ambayo ni zaidi ya kilomita 2000 ambayo inatakiwa ijengwe katika taifa hili. Kwa haya ni maamuzi makubwa na ya kimapinduzi ambayo tunayaona yakitafsiri namna ambavyo tunajenga uchumi unaobeba watu wengi. Sasa sisi nafasi ya ubia ni nini katika maeneo yote hayo? Ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma ni kuchangia pale ambapo serikali ingepashwa ifanye, badala yake inaalikwa sekta binafsi ifanye kwa mkataba wa muda mrefu. Ndio maana ya ubia. Ni mkataba wa muda mrefu kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kwa ajili ya kutekeleza mradi ambao kimsingi ulipaswa kufanywa na serikali yenyewe. Na ubia kwa kifupi ni kama ndoa, sio ubinafsishaji.